unafanya uzinzi, kesho wewe uko madhabahuni unacheka na watu. Unafanya Mungu kwa mdomo wako. Hatuwezi kwenda hivyo. Lakini watu wa Mungu, ile agano la kale, hii ni siri kubwa iliyojificha. Agano ile haikuwa na thamani tena kwa sababu iliharibika. Agano ile ingekuwa na thamani, bila shaka Mungu angefanya nini? Mungu angewatuma Wayahudi, ndio walitakiwa waipokee kwanza. Hebu pata picha. Pamoja na walivunja ile agano, bado Mungu alifanya nini? Bado Mungu aliwapokea. Na Mungu aliwapa nafasi ngapi? Hebu acha nikwambie, kuna kitu kilichojificha sana. Katika yale makabila 12, pata picha ya kuwa kabila ngapi ilibaki? Ingawa kabila hilo moja ambao ni kabila ya Yuda walibaki na Mungu. Ukianza kwenye kitabu cha Samueli, unaona jinsi ambayo kabila la Yuda baada ya kupata ufalme kupitia mfalme Daudi walibaki na Mungu mpaka dakika ya mwisho, mpaka Yesu kaja kutokea pale. Lakini kabila la Benjamini wao walimezwa na kabila la Yuda. Ukiacha kabila la Yuda ambayo ilikuwa pamoja na kabila la Benjamini, lakini huwezi kutaja kabila la Benjamini na Yuda, ilikuwa ni kabila la Yuda. Ndio maana ilikuwa inaitwa nini? Ufalme wa Yuda ama ufalme wa kusini. Bila shaka watu wa Mungu, makabila 10 yalipotea. Yalipoteaje? Katika ile mwaka 722 kabla ya Kristo, walipochukuliwa taifa la kaskazini, taifa la Israeli, wakapelekwa Ashuru, watu wa Mungu wale watu hawakurudi. Wale watu hawakurudi. Na pata picha ya kuwa Mungu aliamua kufanya nchi ya kusini kuwa nchi ya Yuda, ina maana kabila ya Yuda, lakini nchi ya kaskazini aliifanya kuwa kabila moja iliyekuwa kubwa. Alikuwa ameifanya kuwa Efraimu. Utakaposoma kwenye Yeremia 31 kwa wakati wako, utaona jinsi ambayo Mungu aliita taifa la Israeli ama taifa la kaskazini Efraimu. Lakini pata picha ya kuwa Yesu alipokuja akaulizwa, alisemaje? Alisema kuwa mimi nilikuja kwa kabila la wana wa Yakobo waliyefanya nini? Waliyepotea. Ina maana Yesu alikuja kwanza ili aukusanye makabila yale 10 ambao yalipotea, ambayo yaliitwa taifa la Efraim ama taifa la Israel ama taifa la kaskazini. Lakini pata picha, Yesu alikuwa tayari kufanya nini? Kukusanya watoto wa yale makabila 10 waliyepotea. Akasema, ni mara ngapi niliyejaribu kukusanya watoto wako kama kuku anafanya nini? Anapokusanya vifaranga yake, lakini ukakataa. Alikuwa anasema juu ya Yerusalem alipokuwa anapita wakati anaelekea kukamilisha kazi aliyetumiwa. Lakini watu wa Mungu, hebu pata picha kuwa wale watu wangempokea Kristo na Kristo akawakusanya, na baada ya kuwakusanya wakafanya nini? Wakabeba ile injili. Bila shaka wale watu wangetumiwa tena, wao ndio wangepeleka injili. Lakini kumbuka, walipokataa mpaka sasa hivi ni taifa, ukisema Waisraeli, watu walierudi ambao wapo ni kabila la nini? Kabila la Yuda ambayo alitoka Yesu. Makabila hayo mengine huwezi kuyapata, lakini kwa sababu waliukataa ile nafasi ya pili ambao Yesu aliwapa. Sasa Agano la Kale kwenye Biblia inaanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Malaki. Lakini sasa Mwanzo ni uumbaji. Je, uumbaji ulikuwa ni miaka mingapi iliyopita?
uumbaji ulifanyika katika mwaka wa 1400 mpaka 1400, kati ya 1400 mpaka 1404 kabla ya Kristo ama BC. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahim akaanza kuishi katika mwaka wa 2000 mpaka 1800 kabla ya Kristo. Musa safarini mwaka wa 1444 mpaka wanaingia Kanani mwaka wa 1404 ndio wanaingia wapi? Kanani. Daudi akaishi mwaka wa 1000 kabla ya Kristo. Isaya anakuja kuishi mwaka wa 700 kabla ya Kristo. Na kitabu cha Malaki inakuja kuishia katika mwaka wa 400. Ina maana kuanzia mwaka wa 400 mpaka kuzaliwa kwa Yesu mwaka wa 6 kabla ya Kristo, ina maana ilipitia ukame, hapakuwepo nabii wala hapakuwepo neno. Kuitimiliza unabii wa Amosi ya kuwa patakuwepo na ukame wa nini? Ukame wa neno. So nimejaribu kuonyesha Agano la Kale kuanzia mwaka wa 1400 mpaka mwaka wa 6 wakati anazaliwa Kristo. Bila shaka ukianza kwenye Agano Jipya, tunapokuja kwenye Agano Jipya inaanzia kitabu cha Mathayo hadi kitabu cha Ufunuo. Lakini sasa Mathayo inaanzia wapi? Mathayo inaanzia kwenye kuzaliwa kwake nani? Kuzaliwa kwake Kristo. Ina maana inaanzia kwenye mwaka wa 6 kabla ya nani? Ya Kristo. Maana hapo ndipo ujauzito wake ulipopatikana, na anakuja kuzaliwa kwenye ile mwaka wa 5 mwezi wa 11 kwa mujibu wa nani? Wa wana wa agizo kuu. Maana tulivyohesabu ile mwaka wa 6 mwezi ule wa 6 wakati malaika Gabrieli alipomwendea nani? Alipomwendea Bikira Maria na hakika yake pale tayari na Elizabethi alikuwa ni ujauzito na kwa miezi mingapi? 6. Lakini ilikuwa mwezi wa ngapi? Wa 6. So sisi hatukuhesabu wa kwenda mbele, maana miaka ilikuwa inafanya nini? Ilikuwa inarudi nyuma, inashuka chini. Tukaanza kuhesabu mwezi wa 6, tukirudi nyuma tukaja kugota kwenye mwaka wa 5 na mwezi gani? Mwezi karibu wa 11. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Agano Jipya, ingawa katika Biblia Agano Jipya inaanza kwenye kitabu cha Mathayo, lakini watu wa Mungu, kimsingi Agano Jipya inatakiwa ianze kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Sema Matendo ya Mitume. Maana hebu nikuulize, Yesu aliishi Agano Jipya, Agano la Kale? Yesu aliishi Agano la Kale. Lakini vitabu vinne vya kwanza ndio maana vinaitwaje? Vinaitwa Injili. Ina maana vinaongelea jambo moja. Vinaongelea Yesu Kristo, kuzaliwa kwake na huduma yake na kusulubishwa kwake na kufa kwake na kufufuka kwake. So Matendo ya Mitume inaanzia pale ambapo Yesu anafanya nini? Anapaa kwenda juu. Bwana Yesu asifiwe. So kimsingi inatakiwa Agano Jipya ianzie kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kihalisia, lakini vitabu vya
Injili vile vinne ni sehemu ya agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mtu mmoja asome katika kitabu cha Matendo ya Mitume, anza tu sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 8 ili uone. Alafu mtu mmoja atasoma kitabu cha Mathayo sura ya kwanza ili tuone tofauti. Ili nataka ujue kuhusu agano jipya, lakini kwa naweka msingi wa agano la kale, maana watu wengi hawajui, hata sisi hapa wengine hawajui. Usipojua huwezi kuelewa kitu. Tutaongea agano jipya, agano la kale. Umeona agano la kale imeanzia kwenye mwaka wa 1400 imekuja mpaka mwaka wa 6 wakati Yesu anazaliwa. Ina maana miaka ilikuwa inaanzia juu ikishuka chini ikielekea kwa Kristo. Baada ya kuzaliwa kwa Kristo, miaka ikakawa inatoka chini inatoka kwa Kristo ikija huku kwetu tuliko. Bwana Yesu asifiwe. So ina maana ilikuwa inahesabiwa kwenda chini, sio kwenda juu kabla ya kuzaliwa kwake. Baada ya kuzaliwa kwake ikawa inahesabiwa sasa kwenda juu. Ina maana agano la kale mambo yalikuwa yanaendaje? Ona, mambo yalikuwa ni kutoa minus, ilikuwa inaenda nyuma. Lakini agano jipya mambo ni kwenda mbele. Tunakwenda wapi? Tunakwenda mbinguni. Hata wale wa agano la kale walikuwa hawaendi mbele kule, walikuwa wanatoka kule wakirudi wapi? Wanakuja kwa Kristo mpaka kuja wakafika kwenye kuzaliwa nani? Kristo. So agano la kale ni nini? Kutoa, ina maana imetolewa. Agano jipya ni nini? Hebu nisomee. Nani atakaye soma? Hebu soma Mathayo. Anza tu sura ya kwanza. Kwani sinaanza kwenye sura ya kwanza Mathayo sura ya kwanza? Kusoma kwa msaada wa Yesu. Soma kwa msaada huyo wa Yesu. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahim. Ibrahim alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Peresi akamzaa Esau. Mimi nadhani hicho kipengele kiache mtu mmoja tutamkie, si ndio? Sura ya kwanza atakaye tutamkia sura ya kwanza. Atakaye tutamkia sura ya kwanza bila shaka wanaagizo kuu tunajua ukoo wa nani? Wa Kristo Yesu. Nani atakaye tutamkia? Naomba mtu mmoja atamke. Maana bila shaka tunajua ukoo wa nani? Wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahim. Nani anataja? Umesahau? Hebu taja naye nitazama wewe. Ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu akamzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa Yuda na nduguze. Yakobo akamzaa Yuda. Yuda akamzaa Peresi na Zela kwa Tamari. Peresi akamzaa Hezron. Hezron akamzaa Aramu. Aramu akamzaa Aminadabu. Aminadabu akamzaa Nashoni. Nashoni akamzaa Salmon. Salmon akamzaa Boazi kwa Rahabu. Boazi akamzaa Obedi kwa Luthi. Boazi akamzaa Yese. Yese akamzaa mfalme Daudi. Daudi akamzaa Suleiman. Suleiman akamzaa Rehoboamu. Rehoboamu akamzaa Abiya. Abiya akamzaa Asa. Asa akamzaa Yehoshafati. Yehoshafati akamzaa Yehoramu. Yehoramu akamzaa Uzia. Uzia akamzaa Yotham. Yotham akamzaa Ahazi. Ahazi akamzaa Hezekia. Hezekia akamzaa Manase. Manase akamzaa Amoni. Amoni akamzaa Yosia. Yosia akamzaa Yekonia na nduguze. Yekonia akamzaa Shealtieli. Shealtieli akamzaa Zerubabeli. Zerubabeli akamzaa Abiudi. Abiudi akamzaa Eliakimu.
Eliakimu akamzaa Azoki. Azoki akamzaa Sadoki. Sadoki akamzaa Eliudi. Eliudi akamzaa Eliazari. Eliazari akamzaa Sadoki. Sadoki akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa Yusufu mume Mariamu aliyemzaa Yesu Kristo. Nimeona kwa sababu tumekuwa tukienda mbele, watu tumekuwa hatufanyi mazoezi. Mimi nasema hivi, lazima ufanye mazoezi ili ujue, vinginevyo itakutoka. Kadri unapofanya kila siku, umeona unafanya, wao ulikuwa unajua, lakini tayari na kupiga chenga, kwa sababu usipofanya mazoezi unahitaji kuitaja angalau isipite siku mbili kujataja ukoo wa Kristo Yesu. Itakupa faida, maana tunakoelekea yawezekana Biblia isiwepo. Kama sasa hivi unaweza ukatafuta Biblia nzuri usipate, maana watu sasa hivi hawafanye biashara ya kuuza Biblia, kwa sababu anayenunua Biblia nani? Watu wana simu zao za touch screen, ndio unafanya nini? Unapata Biblia humo. So watu wa Mungu, shetani anaweza kaja kazima hizo simu, alafu Biblia ikakosekana. Ndio maana ni vizuri kile kinachokaa ndani yako. Kwa nini wewe lugha umejifunza, ulizaliwa pasipo kujua lugha ya mama? Kwa nini ulizaliwa usipojua, ulikuwa hujui Kiswahili? Kwa nini leo hii unaweza kuongea Kiswahili vizuri? Umefanya Kiswahili kuwa sehemu ya maisha yako. Mimi nataka Biblia iwe sehemu ya mtu mmoja. Hata atakapokuza kutembea na Biblia, anaweza akafundisha. Bwana Yesu asifiwe. So ni jukumu la kila mmoja, tunakoelekea mwishoni mwa mwaka, uhakikishe kule tulikotoka kwenye Agano la Kale, tukija mpaka kufikia Ufunuo, kila mtu awe na la kusema kwenye kila sura na kila kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Agano Jipya, nitaka niongee nawe kuhusu Agano Jipya. Agano Jipya kwenye Biblia inaanzia kwenye Matendo ya Mitume, lakini vitabu kwenye Agano Jipya imejumuisha mpaka na vitabu gani? Imejumuisha mpaka na vitabu vya Injili. Na ndio maana Yesu aliishi, lakini aliishi katika desturi ya Agano la Kale. Umeona Yesu anapozaliwa, bila shaka Yesu akatayariwa siku ya ngapi? Ya 8, alafu akapewa jina Yesu siku ya ngapi? Ya 8, ambayo ilikuwa ni katika ile agano kati ya Mungu na Ibrahimu, Mwanzo sura 17, ambayo akasema ya kuwa katika siku ya 8 mtoto ataingia katika agano la tohara na mtoto huyo atapewa jina. Yesu alipelekwa kwenye hekalu kama mzaliwa wa kwanza katika nyumba ya baba na mama yake, na tukisoma kwenye kitabu cha Luka tunaona jambo hilo. Akapelekwa, akapokelewa na nani? Akapokelewa na Simeoni, aliyesema kuwa sasa macho yangu imeona wokovu wangu, waweza kuruhusu mtumishi wako afanye nini? Alale kwa amani, ama pumzike kwa amani. Akasema mtoto huyo amebarikiwa sana, na kwake wengi watashuka na wengi watapanda. Na mambo haya Mariam akaweka moyoni. So bila shaka, kwa nini Yesu alizaliwa katika Agano la Kale? Kumbuka ya kuwa Yesu asingefuatilia desturi na kanuni za Kiyahudi, bila shaka Wayahudi wasingempokea. Umeona, Yesu pamoja na alikuwa ni Masihi, lakini ilibidi apitie zile kanuni za Torati ya mtu anapofikisha miaka 30 ndipo anaruhusiwa kusimama mbele ya Wayahudi wenzake ama katika sinagogi, anakuweza kufundisha. Tuliona kwenye kitabu cha Ezekieli alipofikisha miaka 30, tayari akiwa amebebwa na kupelekwa utumwani, badala ya kufanyika kuwa kwani, Mungu akamfanya kuwa nabii. Tuliona ya kuwa Yohana naye Mbatizaji alipofikisha miaka 30 akaanza kutumika. Bila shaka Yesu, ili akubalike, ilibidi Yesu apitie katika zile desturi ya Kiyahudi, ili Yesu
wamkubali anaposimama mbele yao. Ilibidi Yesu asubiri mpaka miaka 30. Lakini hata katika kuchagua wanafunzi wake Yesu hakuchagua mwanamke. Kwa sababu gani? Wayahudi walikuwa hawamtambui mwanamke. Ina maana angechagua moja kati ya wanafunzi wake kuwa ni mwanamke, Wayahudi wangefanya nini? Wangekataa. Lakini Yesu akachagua wanafunzi wake 12 wanaume. Lakini sasa ilipofikia Yesu amekamilisha kazi, ameshafufuka sasa, akaamua sasa, akabidi jukumu la agizo kwa wanafunzi wote, wanafunzi wa mama, wanafunzi wa baba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Agano Jipya tofauti yake iko wapi na Agano la Kale? Agano la Kale, watu wa Mungu, kuna mambo mengi sana ambayo inaifanya iwe tofauti na Agano Jipya. Agano la Kale watu walitumainia zile amri ngapi? Amri zile 10 ambayo iliongoza na kutoa hata adhabu kwa aliyetenda dhambi. Na zile amri ziliandikwa kwenye vipande vya nini? Vya mbao. Lakini katika Agano Jipya tunayo amri ngapi? Amri ngapi? Tunayo amri ngapi? Tunayo amri ngapi? Tunayo amri moja ambayo ni ipi? Upendo. Of course, upendo, upende Mungu, upende mwanadamu. Inaweza ikakuchanganya ukaona kama mbili, lakini umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, akili zako zote na nguvu zako zote, na umpende jirani yako. Ina maana ni upendo. So katika Agano Jipya ni upendo. Na katika Agano Jipya amri hii imeandikwa wapi? Imeandikwa katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa anakaa katikati ya watu wake, na Agano Jipya Mungu anakaa ndani ya watu wake. Sema, Mungu anakaa ndani yangu. Mungu anakaa ndani yangu. Umeona anakaa ndani yako kivipi? Anakaa ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Maana Yesu akasema kuwa kwenye Yohana 14:16 kuwa sina budi kuondoka, lakini nitamuomba Baba, naye atawatumia msaidizi mwingine ambayo yeye atakaa ndani yenu, atadumu ndani yenu, nami na Baba yangu tutakuja kufanya makazi ndani yenu. Na maana Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, basi Mungu Baba anakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Agano la Kale ilikuwa ni agano la muda. Agano Jipya ni agano la milele. Kama unavyojua, manabii wengi walitabiria agano la milele. Umeona hii agano la milele, wokovu wako mtu wa Mungu inaanzia unapookoka, lakini inaendelea mpaka utakavorithi uzima wa milele na utaendelea kuishi milele. So ndio maana inaitwa agano la nini? Agano la milele. Vitabu vinavyotengeneza Agano Jipya ni vitabu 27. Vitabu 27 inaanzia kwenye kitabu cha Mathayo, kitabu cha Marko, kitabu cha Luka, kitabu cha Yohana, kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Warumi, Wakorintho wa kwanza na wa pili, wa Galatia, wa Efeso, wa Filipi, wa Kolosai, wa Thesaloniki wa kwanza na wa pili, Timotheo wa kwanza na wa pili, Tito, Filemoni, Waebrania, Yakobo, waraka wa kwanza na wa pili wa Petro, waraka wa kwanza, wa pili na wa tatu wa Yohana, na waraka wa Yuda na Ufunuo ama waraka wa Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Agano la Kale ilianza kuandikwa katika mwaka
wa 1446 walipotoka Misri. Walipotoka Misri, ina maana walisafiri ndani ya miezi mitatu, walishafika katika mlima Sinai, na pale katika mlima Sinai ndipo Agano la Kale ilipoanza kuandikwa. Vile vitabu vitano vya kwanza ambao ni Torati viliandikwa pale kwenye mlima Sinai, na ikaandikwa kuanzia mwaka huo mpaka mwaka wa 400 kabla ya Kristo. Lakini kinachofanyika, Agano Jipya ilianza kuandikwa lini? Ilianza kuandikwa lini? Ilianza kuandikwa katika mwaka wa 50 Agano Jipya, na mwisho ikaandikwa katika mwaka wa 95. Tuliona kwenye nyaraka ya kuwa kitabu cha kwanza kilichoandikwa kwenye Agano Jipya ilikuwa ni kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, na azikubishana sana muda mrefu wa Thesalonike wa kwanza na wa pili. Wathesalonike wa kwanza iliandikwa, na taarifa zilipomwendea Paulo akagundua kwa watu wameelewa waraka ule vibaya, ikabidi afanye masainisho kwa kuandika haraka waraka wa pili wa Thesalonike mwaka wa 50 baada ya Kristo. Ina maana baada ya kufa kwa Yesu miaka 20 ilipofika, ndipo inaandikwa waraka wa kwanza ambayo ilikuja kuwa ni kitabu kwenye Agano Jipya. Na kitabu cha mwisho kuandikwa iliandikwa vitabu vitano kwa pamoja. Yohana alipokuwa mzee sasa, tayari alishatupwa kule kwenye kisima cha Patmo, na mambo kidogo akatulia kidogo, akaamua sasa arudi aishi kwenye mji wa Efeso. Pale ndipo anapata maono ya kuandika yale yote aliyekuwa anayajua. Lakini ndio maana nimekuambia kuwa waliyebaki, waliyekuwa ni wazee, Mungu aliamua sasa yale ambao walikuwa wamebeba, maana walikuwa hawezi kusafiri tena na kwenda kufundisha maeneo mengine. Mungu akaamua sasa wayaweke kwenye maandishi ama kwenye vitabu, ili sasa vitabu ndio vije visafiri, alafu vifikie watu, na watu wafanye kazi ya kwenda katika vitabu hivyo na kusoma na kuelewa. Ndiyo maana vitabu vilivyoandikwa mwisho viliandikwa mwaka wa 95 baada ya Kristo. Ina maana baada ya miaka mingapi? Ukitoa 30 kwa 95 unapata baada ya miaka 65 basi ikaandikwa vitabu vya mwisho kwenye Biblia. Aliandika vitabu vyake katika uzee wake Yohana Mtakatifu, na vitabu alivyoandika hivi vitano, cha kwanza ni kitabu cha Yohana Mtakatifu, moja kati ya vitabu vya Injili, alafu akaandika waraka wa kwanza, wa pili na watatu wa Yohana, akaandika na Ufunuo. Ina maana kwa lugha nyingine, Yohana aliandika vitabu vingapi? Vitano. Paulo aliandika vitabu vingapi? Paulo aliandika vitabu 13. Luka aliandika vitabu vingapi? Viwili. Mathayo aliandika vitabu vingapi? Marko. Yakobo 1. Petro aliandika ngapi? Viwili. Na Yuda aliandika 1. So bila shaka hiyo inakufanya uweze kuhesabu hata waandishi waliandika nini, waliandika vitabu katika Agano Jipya na Agano la Kale. Ukijumuisha kwa pamoja, waliandika Biblia ni waandishi zaidi ya 40. Sasa nimejaribu kufanya hivyo ili sasa ukumbuke tena, maana nimeona watu wanaanza kusahau. Uweze kukumbuka tunakoelekea, maana siku chache tutakuwa tunafikia kitabu cha Ufunuo. Lakini usipojua Agano Jipya na vitabu vyake na waandishi wao na lengo, bila shaka kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni huwezi ukaelewa Biblia. Mara ya kwanza
Biblia iliandikwa kwa ajili gani? Biblia iliandikwa, Agano Jipya iliandikwa kwa ajili ya lengo la kuhifadhi kumbukumbu, lakini pia kwa ajili ya kufundisha watu wengine. Kwa mfano kama kitabu cha Marko anaandika kule Rumi, lakini kutafsiri ili kukumbusha watu mambo aliyekuwa anatafsiria watu wakati Petro alivyokuwa anafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama kuna mtu analo swali kuhusu Agano Jipya hata Agano la Kale, nataka nijibu ili nimshukuru Mungu. Kesho tunayo ibada yetu hapa takatifu. Nani ambayo anasema hajaelewa? Costa. Mimi naongea kuhusu Bwana Yesu alichukua mtoto baada ya kuona wanafunzi wawili wanataka kuwa viongozi na wanafunzi wengine wakawa wanamiliki, lakini Yesu akamchukua mtoto akasema aliyekuwa mfano kama huyu ndio anamtumikia Mungu vizuri. Yaani kwamba watu wote wanatakiwa wawe kama mtoto mdogo. Yaani sikuelewa pale kwamba mtoto mdogo huyo yaani kumweka, yaani kwa nini alimchagua mtoto mdogo? Bwana Yesu asifiwe. Njiani wanafunzi wa Yesu wakawa wanabishana. Kilicholeta ubishi ni nini? Ni kwa sababu mama yao Yakobo na Yohana, wanafunzi walimsikia mama yule akimwambia Yesu ya kuwa katika ufalme wake aje amchague moja kati ya watoto wake, moja awe mkono wa kulia, moja mkono wa so. Ina maana mmoja akishakuwa kulia na kushoto, sasa kuna nafasi gani tena? Ina maana hao ndio wanayemfuata. So wakaanza kulumbana ya kuwa hii haiwezekani. Yesu alipofika ili jua walichokuwa na lumbania, kilichopata ni nini? Kilichopata, Yesu akamchukua mtoto mdogo akaweka katikati yao, akasema anayetaka kuwa mkubwa ama mkuu katika ufalme wa Mungu na awe kama mtoto yule pale. Watu wa Mungu, kwa nini mtoto alitolewa mfano? Anayetaka kuwa ni kiongozi wa watu, basi na ajione ajui, ili Bwana atende kupitia yeye. Umejua mtoto mdogo huuliza mzazi wake kila kitu. Ina maana na sisi tunahitaji kumuuliza Mungu kila kitu. Mtoto mdogo akiwa anatembea na mzazi wake ama mama ama baba, hata kama gari inakuja kuwagonga, atajificha kwenye mguu wa mama ama baba yake, akijua kuwa baba yake ana uwezo kushinda nini? Kushinda gari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mtoto mdogo anaamini sana wazazi wake. So tunahitaji kuamini sana baba yetu wa mbinguni, na ndio maana watu wa Mungu, na hata katika makanisa watoto wadogo wanadharauliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu watoto wadogo hawana cha kutoa. Watoto wadogo ni wa kuhudumiwa. So kinachofanyika, watu wa Mungu, mtoto mdogo ni asiyejiweza. Ina maana kwa lugha nyingine, Yesu aliambia wanafunzi wake kuwa anayetaka kuwa mkuu afanye nini? Ajishushe, awe nini? Awe mdogo kuliko wote. Ndio maana yeye kabla ajala mlo ule akaonekana amefunga nini? Taulo, anawaosha miguu wanafunzi wake. Ina maana akafanyika kuwa mtumwa wao. Ina maana anayetaka kuwa mkuu na awe mtumwa na mtumishi wa watu wale anayetaka kuwaongoza. Ndio maana Paulo kila siku yeye alijiita mtumwa. Ina maana alikuwa ni mtumishi wa watu. Maana akasema kuwa, je, ni yupi aliye mkuu, anayeketi chakulani ama anayehudumu? Basi kwa mfano sasa hivi mimi ambao nahudumu, nyinyi mmeketi mezani mnakula, nyinyi ni wakuu, mimi ndio mtumwa. Kwa sababu gani? Mtumwa ndiye anayefanya nini? Anayewahudumia watu waliyeketi chakulani, wakifanya nini? Wanakula. Lakini mchungaji atakubali hivyo? Atarusha hata ngumi?
Anataka yeye ndiye atumikiwe. Lakini Yesu alisema hivi, mwana wa Adamu akuja kutumikiwa bali kutumika. So na wewe, hebu shuka chini uwe kama mtoto mdogo ili Bwana aweze kukuinua juu. Lakini kila siku ukiwa ni kiongozi, basi wewe ni mtumishi wa watu. Wewe kama ni mama nyumbani pale, jua kabisa kuwa bila shaka ili watu wacheke wameshiba, lazima jasho lifanye nini? Likutoke kule kwenye nini? Kwenye kiwandani ambao ni jiko lako, huko ndio kiwanda. Na maana lazima jasho lifanye nini? Likutoke. Hapo ndipo sasa watu angalau wamege tonge wakifurahi. Amina. So watu wa Mungu, Yesu alitoa mfano mzuri, na Paulo na wale waliokuwa chini yake walitembea vizuri katika haya. Nasema hivyo na agizo kuu, aliye mkuu lazima awe ni mdogo kuliko wote, naye lazima awe ni mtumishi. Umeona sasa hivi? Kwani wewe umesimama ama mimi ndio nimesimama? Mbona sasa muda wote mimi nimesimama na nafundisha? Ina maana mimi ndio nasafu watu wamekaa mezani wanakula. Ina maana mimi ndio mdogo, maana vinginevyo basi ningekaa chini na mimi nisaviwe. Lakini fanyika kuwa mimi ndio mdogo kuliko wote, lakini wanayeketi chakulani ambao ni nyinyi ndio wakubwa. Lakini wao unapokwenda kule kuhudumia watu wengine, wewe unatakiwa uwe mdogo kuliko wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni mwingine mwenye swali? Hakusema hatafanya gharika tena. Alisema hataharibu dunia kwa gharika ama kwa maji. Kwani wewe uonaji mvua ikinyesha inataka kunyesha sana upendo na kuweko? Maana mvua inaweza kanyesha mamushi alafu maji yakajaa ikafunika mpaka mnazi. Wale wagema mnazi wakapanda juu ya mnazi, ikawa maji hapa wakafunikwa. So kinachofanyika, ina maana Mungu alisema kuwa maji hayataharibu dunia tena, haitaangamiza watu tena. Ndio maana inaweza katokea mafuriko namna gani, lakini iwezi kuharibu dunia. So inatuhusu sasa hivi, maana bila shaka mbona mvua inanyeshaga sana, lakini dunia ifanye nini? Iharibiki. Lakini kama mushi mvua inaweza kanyesha mpaka dunia yote ikajaa maji. So Bwana alisema hata iangamiza dunia tena kwa sasa hivi. Kinachofanyika, Bwana atafanya nini? Atarudi. Atakaporudi, kinachopata nini? Kinachopata ni ya kuwa dunia hii unayoiona hii itakunjwa, itachomwa moto. Tuko kwenye moto usiofanya nini? Moto usiozimika, na wabaya wale wote watatupwa kwenye moto ule usiozimika. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Mimi nauliza, ile nyoka Shaba Musa aliambia atengeneze na Mungu, wakawa wanazoelewa king'ato na nyoka, wanatazama pale wanakuona ina muunganiko na msalaba wa Yesu. Bila shaka Yesu alisemaje? Alisema jinsi Musa alipoinua nyoka wa shaba jangwani, ndipo mwana wa Adamu atafanyaje? Atainuliwa. Uone kama walipotazama pale, walipotazama yule nyoka wa shaba waliyeng'atwa ama gongwa, walipona. Na sisi sasa hivi tunapona kwa sababu tunatazama wapi? Natazama msalaba kule Golgotha, msalaba wa Yesu. Ina maana kwenye Agano la Kale ile ilikuwa ni ukombozi. Kumbuka wale kilichofanya wagongwe na nyoka wale na nini wa moto ni nini? Ni kwa sababu walimnungunikia Mungu, walitenda dhambi. So ina maana dhambi zao zile ziliondolewa kupitia fanya nini? Maana unapogongwa na nyoka ina maana kufa, lakini walipotazama nyoka ule wa shaba, basi ina maana waliponywa. So na sasa hivi na sisi pia kupitia msalaba wa Yesu dhambi zetu zinaondolewa, hata magonjwa yetu yanachukuliwa kupitia msalaba ukitazama msalaba wa Yesu unapona kabisa. Sema katika uponyaji, Mungu anaweza kukutumia kwenye uponyaji vizuri sana. Lakini akiona tu sasa sifa zile unaanza kuzichukua, unaanza sasa kuvaa mapembe sasa. Wewe ndio wewe. Bila shaka anachofanya ni nini? Ukiendelea kutenda dhambi, siku moja uwepo wa Mungu unatoweka na kuacha. Kisha kuacha sasa, lazima utafute fundi ili akupe angalau mzizi kidogo
upate kufanya nao miujiza. So watu wa Mungu, wewe kazi yako ni kusimama kwenye nafasi yako. Mimi siwezi kuponya mtu. Mimi nashangaa wachungaji wanasema wanaponya watu. Mimi naweza nikaomba alafu Yesu akaponya watu. Wewe unaweza kulitia jina la Bwana alafu kinachobaki Bwana atende. Ndio maana usijiaminishe kwa wewe ndio unayeponya watu. Mtu amesema asante umeniponya, mwambie Bwana, mimi sikukuponya. Nani aliyekuponya? Yesu. Nani mwenye swali lingine? Ehe. Mti? Ule wa uzima pale mstari ya ile. Na Yesu. Ndio kuna uhusiano. Sababu Yesu anasema yeye ni mtu wa uzima vile vile. Ule mti wa uzima ulikuwa ni mti kabisa kabisa na matunda yake. Na ule mti ndio uliyefanya Adamu waishi milele. Maana tukisoma katika ile Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16 tukiendelea, taona ya kuwa mstari wa 24, mwanadamu naye amekuwa kama moja kati yetu. Tusije tukamwacha kwenye bustani ya Eden akanyosha mkono akachuma katika mti wa uzima wa milele, akala na akakwepa nini? Kifo. So ina maana ilikuwa ni mti kabisa unaliwa. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu Yesu ni neno la Mungu, sisi ni roho yenye nafsi inayokaa ndani ya mwili. Chakula cha roho ni nini? Ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni nani? Ni Yesu. Ina maana kwenye ulimwengu wa kiroho Yesu ni nini? Yesu ni chakula chetu. Ina maana unaposoma neno la Mungu na kuielewa na kufanya kuwa sehemu ya maisha yako, basi utarithi ule uzima wa milele. Ina maana utaishi milele kama wakina Adamu walitakiwa wale katika ule mti alafu wafanye nini? Waishi milele. Lakini cha ajabu tutakapofika kwenye kitabu cha Ufunuo, ukisoma ile sura ya 2 na mstari wa 7 Ufunuo, utaona kuwa patakuwepo na mti wa uzima wa nini? Wa milele. Ule mti utakuwepo pale kwenye ule mji. Ina maana itakuwa inaliwa na iwezekana watu kufanya nini? Ule mtu utakuwepo, tutaona kwenye ile mstari wa sura ya 2 mstari wa 7 kitabu cha Ufunuo na kuendelea kwenye Ufunuo. So kinachofanyika, kulikuwa na mti kwenye ulimwengu wa kawaida, lakini Yesu ni huo mti, lakini katika ulimwengu wa kiroho. Ina maana yeye ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni chakula cha uzima. Nani swali hapa? Mchungaji, mimi nilikuwa nauliza tu swali aliposema litakuwa, kwa sababu nilikuwa nauliza hivi. Viongozi kama kwa mfano mchungaji anavyotuongoza kama wewe hapa, Mungu anavyokutumia na sisi tunakaa hapa tunasikiliza. Ukakengeuka ukaenda kinyume na Mungu, Mungu akatoa kile ambacho kipo ndani yako ambacho alikuwa anatumika. Bado ukaendelea kusimama hapa, unaendelea kutufundisha na kutekea mkono. Na maana pale kuna uponyaji au tunajazwa vibwengo? Unajazwa vibwengo. Hapo unajazwa vibwengo kwa mtindo mmoja. Kwa sababu kama Mungu ameshamwacha Mungu. Yaani imeandikwa hivi, mkaribieni Mungu naye atafanya nini? Atakaribia. Mkimbieni shetani naye atafanya nini? Atakimbia. Unapotenda dhambi, ina maana unaanza kuwa mbali na Mungu. Unapokwenda mbali na Mungu, unakuwa karibu na nani? Na shetani. Na shetani huwa karibishwi. Yeye ni bwana kujikaribishwa, kujikaribisha. So ina maana bila shaka wewe utaendelea kuingiza watu mashetani, lakini Mungu atainua mtu kwenye hilo kundi. Akishamuinua atampeleka mbali, atakuwepo within. Lakini bado azuia, anaweza kazuia watu wengine wasielewe, lakini chaguo ni la watu hao. Ufuate yule Mungu aliyefanya nini? Aliyemuinua. Lakini bila shaka Mungu anapomuinua mtu, hao wengine wanapewa nafasi ya kutubu, lakini wakishindwa bila shaka wanaondolewa. Ni maana nisema hivi, kama kuna mchungaji atakosa kumrudia Mungu, akaenda wa kiburi chake, saa yao imefika kupotea. Na kama nilisema, wewe angalia dunia sasa hivi, kila mchungaji wanafanya makosa hayajawahi kutokea. Makosa ambayo hata mtoto ambaye amezaliwa jana hawezi kufanya. Wewe ni mchungaji bwana, lazima ujitunze bwana. Unahitaji kubweka.
Unahitaji kuongea hivi hivi. Ndio maana ile niliyesema mimi nilishasema. Lakini unaweza kaona kama amesema kachungaji kadogo. Yawezekana kawa kachungaji kadogo, lakini kumbuka ya kuwa Nathanieli akasema hivi. Hapa Nazareti ninayejua ama Nazareti nyingine yaweza kutoka jambo jema? Kama pale Nazareti ilitokea ukombozi wetu sisi dunia yote, hata neno niliyesema inaweza kawa Bwana. Kama nilisema hivi, manabii wote waache uongo, waache kutengeneza miujiza, waache kujitafutia umaarufu, bali umaarufu zote walizokusanya wapeleke chini ya msalaba, ama wapeleke kwenye kiti cha enzi cha Bwana, wampe Bwana utukufu. Na Bwana ana watubu, Bwana atawarudia, atawatumia zaidi alivyowatumia. Mungu amejaa rehema, watu wa Mungu. Lakini sasa wao wanachukua sifa hizo. Alafu nikwambie, ukijifunza Biblia utajifunza mengi. Hata mimi natakiwa Mungu akinisaidia, akinipa kitu, nimemsaidia mtu, haitakiwi natangazie watu. Sasa huduma ya Agizo Kuu inaanza kusaidia watu, halafu inatangazwa. Watu wa Mungu, Yesu alisemaje? Hata mkono wako hakufanya nini? Na kuume usijue. Mbona sasa duniani kote hizi huduma zinazosaidia watu kila sehemu, yani wanataka kuonyesha ionekane. Hiyo ni kujitangaza, badala ya kumpa Mungu utukufu, unajipa wewe utukufu. Lakini utajuaje? Utajua unaposoma Biblia. Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, lazima tuanze kutambua. Mimi nataka niombe, labda nitoe swali moja la mwisho. One last question. Nataka niombe. Swali la mwisho alafu niombe. Kama mna, mimi naomba. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai mtakatifu, Bwana, leo tena umekuwa pamoja nasi. Umetukumbusha mambo machache kuhusu Agano la Kale, na lengo lako ikiwa ni Agano Jipya. Baba, tumepata kuelewa tena Agano Jipya. Sisi ni wa Agano Jipya. Haina maana ya kuwa tuisahau Agano la Kale. Lazima tuielewe Agano la Kale, maana ni msingi, Baba wa rehema, ya nyumba ambayo ni Agano Jipya. Baba wa rehema, ninaondoa mabaya yote yanayepinga neno lako duniani kote. Baba, kumbuka watu hawa Baba, wanayenuia Baba kujua neno lako. Uwajalie Baba wajue neno lako kwa wingi. Na Mungu mweza wa yote, tunawaombea na wachungaji Baba. Kumbuka wachungaji wako Baba uliyewachagua Baba. Shetani Baba wa rehema anawang'ang'ania, na lengo lake ni kuwamaliza Baba. Mapenzi yako ni kuona wote wakifikia toba ya kweli. Nasi tumeungana na mapenzi yako, ndio maana tunaombea Baba maaskofu wote duniani kote. Tunamuombea Papa. Tunaombea viongozi wote wa dini vyote Baba rehema. Tunaombea Baba wachungaji wote. Masemase Baba wa rehema. Hata wazee wa kanisa. Kila mtu mwenye karama ndani ya kanisa. Baba, hizo karama ziinuke tena, zitende kazi na kujenga mwili wako Kristo. Baba, natuma neno lako kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Itamie dunia yote Baba, ikifunga nguvu ya shetani inayetenda kazi, nguvu ya shetani iliyekamata wachungaji wote. Baba wa rehema, hata kama kuna mchungaji aliyepewa fedha akakamatika, tunamnaswa kwenye mtego huo Baba. Baba, wakurudie wewe. Maana Baba, kama mapenzi yako yanavyosema ya kuwa furaha yako ni kuona wote wakifikia toba ya kweli. Nawe ni Mungu uliyejaa rehema. Nasi Baba wa rehema, tunaungana na mapenzi yako Bwana. Ninaharibu ila za adui shetani ya kutawala dunia na kuhakikisha wengi wanakwenda motoni. Baba, lengo la kumuumba mwanadamu ni ili uwe na ushirikiano mzuri na yeye. Ushirika huo uwe ni wa kudumu. Na Baba, ukija kufanya makazi yako kati ya watu wako. Asante Bwana, maana neno lako takatifu unayeanza kuifundisha tena duniani Baba wa rehema, kawete dunia yote. Na Baba, kama kuna kifungo chochote katika maisha ya mtu anayesikia maneno haya, ninaagiza vifungo hivyo vyote viyeyuke. Tabia za dhambi Baba, tabia zote baya, mabaya yote, kutukana Baba wa rehema, Baba wa rehema, na mambo kama haya ambayo shetani amepanda ndani ya watakatifu wako, ninawakomboa na kuwatakasa kwa damu ya Yesu.
na Baba, tabia zao ziwe kama tabia ya Kristo ilivyokuwa akiwa hapa duniani, maana yeye alishinda dhambi. Asante Mungu Baba kwa ajili ya siku ya kesho takatifu, siku ya Bwana. Baba, kumbuka kusema na viongozi wako Baba watakayesimama katika madhabahu na kupata kusema na watu wako. Sema na watu wako kupitia wao, na kila mmoja na awe ni mtumwa wa Injili, hata asiyetaka, hata kwa usujuda. Injili ihubiriwe kama Paulo alivyosema. Anayekuwa na nia mbaya ajikute kinywa chake kinahubiri Injili ya kweli. Nami natukuza jina lako, maana Injili itainuka tena na kukamata dunia yote na kuandaa watu kwa ajili ya unyakuo, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na kila mtu aseme amen. Amen. Basi tumefikia hapo, mtu wa Mungu, na tutakuwa kesho kwenye ibada yetu. Ubarikiwe sana na Bwana wetu Yesu Kristo. Kila neno uliosikia ibadilishe maisha yako. Basi